Mwanzo 1:31. When God created everything, Wakati Mungu aliumba kila kitu, He declared at final it is good, akahakikishia kwamba kila kitu iko sawa, and it remained good, na ikabakia kwamba kuwa ni sawa, and it will remain good, na itabakia kuwa ni sawa, because the Almighty God declared kwa sababu Mungu mwenyewe amehakikisha that it is good. kwamba ni sawa. So everything that God created, Kila kitu ambacho Mungu alikiumba, the first day, siku ya kwanza, the second day, siku ya pili, the third day, siku ya the tatu, fourth day, siku ya nne, the fifth day, siku ya tano, the sixth day, siku ya sita, He declared it was good. akasema kwamba akahakikisha yote ni nzuri. As someone who will be reading a Bible here. Na ninajua kwamba kuna Biblia pale. Yes. Yeah. Where is another microphone? This is chapter 1, verses 31. Mwanzo Genesis 1:31. God saw all that he had made. Also, whatever God created, chochote kile Mungu alikiumba, And it was very good. it was very good. kwamba ilikuwa ni nzuri. What did God create? Ni nini Mungu alikiumba? He created the universe. Aliumba He created the universe. aliumba anga, Or he created heaven and earth. au aliumba mbingu na He nchi. created man. Akaumba mwanadamu, He created angels. akaumba malaika, He created man. akaumba mwanamume. Even man is still a spirit. Hata mwanadamu ni roho, A man is a spirit. hata mwanadamu ni So roho. today I want to talk about God. Nitaka nizungumuze kuhusu Mungu, I want to talk about angels. nitakuzungumuza kuhusu malaika, And I want to talk about man. na nataka nizungumuze kuhusu mwanadamu. After God has created everything, Baada ya Mungu kuumba kila He kitu, declared it was good. akahakikisha kwamba yote iko sawa. Now, Ndio, in the eyes of God, everything was good. machoni pa Mungu kila kitu kilikuwa sawa, And everything was created with a purpose. na Mungu kila kitu kiliumbwa na sababu. Angels were created as heavenly beings. Malaika wakaumbika kwamba iwe ni viumbe vyake. Hallelujah. Haleluya! They have a purpose in the kingdom of God. Ziko na sababu mbele za Mungu. A man was created with a purpose. Mwanadamu aliyeumbwa na sababu. Now, Ndiyo, sawa, ndio. let us come here. Wacha tukuje hapa. 2 Corinthians Wakorintho wa pili, chapter 2 verses 11. mlango ni wa pili mstari mdogo wa 11. What does the Bible say? Ni nini Biblia linasema? Reader, I don't want you to sit down Sitaki msomaji ukae chini until I sit down. mpaka wakati nitakati chini. The Bible says Biblia linasema something concerning what God created. cha kile ambacho Mungu aliweza kukiumba. And that is what I want to speak about. Hiyo ndio kile nataka nizungumzie. When God created man, Mungu alipomuumba mwanadamu, He created angels. akaumba malaika. Angels are spiritual beings. Malaika ni vile ni viroho vinavyotembea, And man also is a spirit. na mwanadamu pia ni roho, And God also is a spirit. na Mungu pia ni Now roho. let us hear from Paul. Wacha tusikie katika mstari wa What does the Bible say in the 2 Corinthians chapter 2 verse ni nini 7? Biblia inasema kwamba katika Wakorintho wa pili 2 Corinthians 2:11. In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Change that Bible. Bring another one. leta version nyingine. The Bible says, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. That is the seed. So that Satan would not win. Repeat. Rudia. I did this. I did this. Hear now. Nilikifanya hiki, I did this. nilikifanya hiki, So that Satan would not win anything from us. So that Satan will not win anything. ili kwamba shetani asije akanyakua chochote kwetu. That interpretation
explanation is clear. Unajua hiyo fafanuzi iko sawa. Paul says, Paulo akasema, I did this. nilikifanya hiki. What was that done by Ni Paul? nini kile ambacho Paulo alikifanya? Paulo Decided to go and teach aliamua kwenda the church, to teach the church, aliamua kwenda kufundisha kanisa, so that nothing Satan will win from you. ili kwamba shetani asije akanyakua chochote kwenu. And the purpose why I'm standing today here, Na sababu leo nimesimama mbele yenu, I don't want Satan to win. shetani aweze kukunyakua wewe. Satan is there. Shetani yuko It pale, is real, it is there. ako kwa kwiko, hakika yuko And I pale. will confirm to you is there. Kuhakikishia kwamba And I yuko, want to confirm to you Satan is not nikwambia something. kwamba yuko. Satan is not something. Chochote kile sio kitu. No. Satan Shetani is not something that you can fear. sio kitu ambacho utaweza ogopa. So Apostle Paul Mtume Paulo says that akasema kwamba I did this nikifanya hiki so that ili kwamba Satan cannot win anything from your shetani family. asije akanyakua chochote ndani mwako. So that today I'm teaching you this teaching. Leo ninaona kufundisha So mafundisho that haya Satan will not win ili anything from shetani you. asije akanyakua ndani mwako. Satan will not win Shetani hatanyakua chochote from your business, ndani ya biashara from yako, your family, ndani ya familia yako, from your body. ndani ya maisha Satan yako. will not win anything. Shetani hatanyakua chochote kile. That's why I'm keeping teaching. Sababu ambaye ninaifundisha, The purpose why I'm strong in sababu teaching ninasimama na kufundisha hakika today, leo hii, Satan will not win anything. shetani hatanyakua chochote kile. Satan is not something to fear. Shetani sio kitu cha kuogopewa. Hallelujah. We Haleluya! are ready to face Satan Tunahubiri kuangalia shetani because kwa sababu we are full in spiritual. tuko ndani ya roho. If you have the word, Ukiwa na neno, nothing to fear. hakuna chochote tunaogopa. If Christ, Mkristo, if Christ ikiwa Kristo is inside you, yuko ndani you mwako, cannot fear. hautaogopa. Hallelujah. I Haleluya! don't want you to fear. Sitaki I uogope. don't want Satan to win anything from your life. Sitaki shetani anyakuwa chochote ndani mwako, Because ni kwa sababu if you understand the Lord that you are worshiping, wakati utaelewa Mungu if unayemwabudu, you understand the God we are worshiping, utaelewa Mungu tunayemwabudu, you cannot fear. hautamwogopa. So Paul says, Paulo akasema, don't give the devil a chance. usipatie shetani nafasi, Don't attract the devil. usimvutie shetani. How can you attract the devil? Unavutia shetani Whatever you do in your life, wakati unafanya chochote katika maisha whatever you yako, speak by your mouth, lolote unalonena katika kinywa chako attract a devil. linavutia So shetani. Paul says, Kwa hivyo Paulo akasema, I did this nilifanya so hiki that Satan cannot ili win. kwamba shetani asitakanyakua chochote. Why? Ni kwa sababu gani? Christians Wakristo are conquerors. ni watu ambao washindi Christ Jesus. ndani ya Kristo Say I'm a Yesu. conqueror. Sema mimi ni Say I'm mshindi. a conqueror. Sema mimi ni mshindi. Say I'm a conqueror. Sema mimi ni mshindi Christ Jesus. ndani ya Kristo Yesu. People say the devil is not there. Watu wanasema shetani yuko pale. The devil is there. Shetani yupo. But we are not supposed to speak every day the devil. Haleluya! If it is time to sleep, sleep it well. Kama ni wakati wa kulala, lala. Hallelujah. Haleluya! Without fear. Bila kuogopa. Let me tell you. Wacha niwaambie neno moja. Ephesians chapter 4 verses 27. Waefeso 4:27. When Paul reached to the church of Ephesians, Paulo alipofika katika kanisa la Efeso, he spoke something also to the church. akanena jambo pale katika kanisa. He told the church, Akaambia kanisa, why are you worried? ni kwa nini mko na wasiwasi? Why are you worried? Ni kwa nini uko na wasiwasi? If you have Christ, Ukiwa ndani ya Kristo, don't worry. usiwe na wasiwasi. Read it. Ephesians Lisome 4, Waefeso 27. 27. Ephesians 4 verses 27. Yes. Don't give the devil a way to defeat you. Repeat. Don't give the devil a way to defeat you. Don't give
a way. Usimwachie shetani njia. Yes. Don't give a devil a way. Usimwachie shetani njia ya kukushinda. Hallelujah. Hallelujah. I'm trying to teach you. Ninajaribu kukufundisha so that you can sense the time the devil is attracting you. Ili kwamba ujue wakati gani shetani anajaribu kukuvutia. The time the devil is looking at shetani, wakati ambapo shetani anajaribu kukuangalia. Paul told the church of Ephesus. Paulo akawa anaambia kanisa la Efeso. Don't give a devil a way. Usiachie shetani nafasi. How can you give a devil a way? Ni njia gani unaweza muachia shetani nafasi? Now you are in the church. Leo hii uko kanisa. At the end you go to the witch doctor. Wakati mwingine unakimbia kwa mganga. That is to give a devil a way. Ni kumuachia shetani nafasi. It seems ni kana kwamba you are going to invite him. Unaenda kumkaribisha yeye. So in other terms, kwa maneno mengine, Paulo akawa anasema, if you are a believer, ukiwa ni muamini, don't allow the devil to come. Usimwachie shetani aingie ndani. Hallelujah. Hallelujah. You have to know, lazima ujue which ways the devil can enter into your life, ambayo shetani anaingia ndani kwako. Hallelujah. Hallelujah. So you have to look that way. Lazima muangalie njia hizo. You have to cross those ways. Lazima ufunge hizo njia. Even if the government wants to close the road today to go to town. Hata unajua kwamba kama shetani anataka kufunga njia ya kwenda kwenda. Paulo hapa anasema, don't allow Satan. Usije ukamwachie shetani. Don't give the devil the way. Usimwachie shetani njia. If you give the way, ukimwachie njia kidogo, my brother, you will see salvation is not going. Yangu utaona wokovu sio kitu. If you give the way, ukimwachia shetani njia, peace, hautakuwa na amani. If you give the devil the way, ukimwachia shetani njia, you have invited him. Umemkaribisha. If you are born again, umeokoka, you must look how to stay as born again. Usimame kama Paulo alivyosimama. Hallelujah. Hallelujah. People are born again. Watu wameokoka, but they go at their family homes. Lakini wanaenda kule manyumbani kwao. Do mila, kufanya vitamaduni. Hallelujah. Hallelujah. Those are the ways to attract the devil. Hizo ndio baadhi ya njia ambayo unavutia shetani ndani ya maisha yako. Ephesians chapter 4, Waefeso 4 verses 27 has told us, 27 imetuambia, don't give a devil, usije ukamwachie shetani njia. Hallelujah. Hallelujah. If you give the devil the way, he will enter. Ukimwachia njia ataingia. Even if the bishop will pray 10 times, hata kuhani atakapohubiri, the devil will still come. Shetani ataingia. Let me tell you, wacha nikuambie, a devil has roots to enter. Shetani akana mizizi, and the devil has roots to come back. Shetani ana njia ya kurudi nyuma. Matthew chapter 12 verses 43. Injili ya Mathayo. What does it say? Ni nini nasema? Are you with me? Tuko pamoja na wewe. I'm teaching today teaching that you have not heard. Ninafundisha leo mafundisho ambayo labda hujasikia. I'm teaching you what you have not heard. Ninakufundisha kile ambacho hujawahi sikia. 12:43. Injili ya Yohana. What does it say? Inasema nini? Matthew 12:43. Injili ya Mathayo. Matthew 12:43. Yes. Yes. When an evil spirit comes out of a person, when an evil spirit comes out of a person, wakati pepo linapotoka mtu, when it comes out of a person, wakati pepo linapotoka mtu ndani, what does it do? Linafanya nini? It travels through dry places. He goes to the dry places. Inasafiri kule kwenye tambarare. Satan is a spirit. Mtu fulani mahali ni roho. Satan is a spirit. Sorry, shetani ni roho. When he comes out of a person, wakati atakapotoka ndani ya mtu, when you hear me say Satan come out, unaposikia wewe shetani toka, when I say Satan come out, ninaposema shetani toka, Satan will come out. Shetani atatoka ndani. You cannot see by your naked eyes. Hautaona katika macho yako, because it is a spirit. Kwa sababu ni roho. When he comes out of a person, na inatoka ndani ya mtu, he travels to the upper lands. Inatafiri, inatembea kule kwenye tambarare. Looking for a place to rest. Looking for the place to rest. Tafuta mahali pa kutulia.
Yes. but it finds none. When he finds nothing, wakati anapata hakuna, he finds nowhere to rest. Anapata mahali hakuna mahali pa kupumzika. So it says, So the Satan himself, the devil will say. Kwa hivyo shetani anasema mwenyewe, anasema shetani, I will go back to the home I left. I will go home to where I came from. Nitarudi kule nilikotoka. The place where they told me come out. Mahali ambapo niliambiwa toka. That is the place I'm going back. Huko ndio pale nitakoruku. If Satan finds no place to, shetani atakapopata nafasi hakuna. When it comes back, wakati atarudi, it finds that home still empty. He finds that home is still, atapata nyumbani imekaa bure. There is no word. Hakuna neno la Mungu. There is no prayer. Hakuna maombi. He will say thank you. Atasema ndio, asante. My home is well. Oh, boma yangu iko sawa. It's all neat and clean. And it is clean. Nothing is. Anaona iko sawa kabisa. What will he do? Then the evil spirit goes out. He will not remain there. Atabakia pale. The purpose why he came there, sababu ambayo alikuja pale, he came to check. Anakuja kuangalia kwanza. If he found the house is still neat, akiona kwamba boma iko sawa, he goes, anarudi sasa and look another 7 na kutafuta marafiki wake 7. Let me take you as a devil today. Wacha nichukue wewe kama mfano. A devil 1, mmoja wa shetani. A devil 2, mwingine wa pili. A devil 3, mwingine wa 3. A devil 4, mwingine wa 4. Which one is the toughest? Wanne. Oh, this one does not want to be a devil. Let me take Barasa to be wacha nichukue ndugu Barasa. The toughest devil. We wa 5. This is the toughest devil. We ni hatari. 4, 5, 6. He goes one. Anaenda kutafuta mmoja. He goes out and brings 7 other spirits more evil. 7. Ataleta 7 tena kale. Let me take you so like 7 devil. Wacha nichukue mfano. These are 7 tough devils. Hawa ni wa 7. 7. Now, sasa hivi, this is the calculation that the devil does. Hii ni hesabu ambayo shetani anafanya. Because now the devil is here, is the owner. Kwa sababu yeye mwenyewe ndio huyu. The devil himself is here. Shetani mwenyewe sasa yuko hapa. He has gone to do business. Ameenda kufanya biashara. Now I want you to go somewhere. Nataka wewe uende mahali. We want to go to do the job. Nataka twende tufanye kazi. Because he has already checked the house. Kwa sababu ameangalia boma. He talks with this one. Anaongea na huyu naye. He talks with this one. Anaongea na huyu. Talks with this one. Anazungumza naye. Talks with this one. Anazungumza naye. Talks with this one. Anazungumza naye. He talks with this one. Anazungumza na huyu. Here properly what happens to a person. Hii ndio kile ambacho kinafanyika kwa mwanadamu. The devil that I cast out of you. Ule pepo nili. Every day you are feeling. Kila wakati unalia tumbo. Because when the devil is inside you. Kwa sababu shetani akiwa ndani mwako. He does business. Anafanya biashara. To their kingdom. Kwa ile ufalme wao. So what happens my brother? Ni nini kinafanyika? Endelea. Brings 7 other spirits more evil than itself. He brings more evil. Analeta mapepo wengine wengi. This one can do than this one. Wao wanaweza fanya zaidi ya huyu. They all go and live there. Now all they go and live in one person. Wote wanaenda za kukalia kwa mtu mmoja. They live in one person. Wote hao wanajazana kwa mtu mmoja. See the life of a person now. Angalia sasa maisha ya mwanadamu. 8 devils. Wamebeba mapepo 8. Inside one person. Wako ndani ya mtu mmoja. I'm here but now I have 8. Niko hapa lakini nimebeba 8. I can praise Jesus. Ninaweza msifu Yesu. I have how many demons? Lakini nimebeba mapepo 8. I have how many? Niko na wangapi? Hallelujah. Hallelujah. A person can hold 6,000 demons. Mwanadamu anaweza beba
mapepo 600,000. 6,000 demons. 600,000 mapepo. That is why when we are interrogating the devil, Hiyo ndio sababu tunazungusha shetani. we ask him, how many are you? Tunasema wewe ninyi ni wangapi? He says we are 67. Akasema sisi ni 67. When he says 67, Akisema 67 because you are feeling headache, kwa sababu alikuwa anasikia kichwa inauma. you will start feeling the pain from the leg. Utasikia mguu inauma. You will be feeling the pain from the leg. Unasikia tumbo inauma. Because these early people, Kwa sababu hawa wote, can you be able to see this one? unaweza muona wewe yule kule, You cannot see. hautamuona kule. Can you be able to see this demon? Huwezi muona yule amejificha. That is how the life of a person is. Hiyo ndio jinsi maisha ya mwanadamu inavyokaa. Rudini huku. Mnaweza keti. What happens? Trouble than before. Now that person, when he was sick, Huyo mtu aliyekuwa mgonjwa, he will be tougher than the way he was. hali yake itakuwa zaidi kuliko jinsi alivyokuwa. Hallelujah. Haleluya. That person, Huyo mtu, the life of that person, maisha ya huyo mtu it will be bitter. itakuwa zaidi She will not chungu. have peace. Hatakuwa na amani, She will not be praying. hatakuwa na omba. That is how. Hiyo ndio jinsi shetani anafanya. When Paul said, Na Paulo hapa anasema the purpose why I did this, sababu kuu ambayo nilifanya hizo, so that you cannot give the devil the way. ili kwamba usije ukamwachie shetani The nafasi. purpose why I'm teaching today, Ndiyo sababu ambayo inafundisha leo hii, so that you cannot give a devil a ili chance. Mungu ni roho. I said God is a spirit, Nilisema Mungu ni roho. and I said not Satan. Angels were created on which day? Sorry, malaika waliwaumbwa siku gani? Malaika. I'm asking, Nauliza kanisa, angels were created on which day? malaika waliumbwa siku gani? On the first day, what did God create? Siku ya kwanza ni nini Mungu aliumba? Ni nini? What did God create on the first day? Siku ya kwanza Mungu aliumba nini? A living church, you must know all these things. Kanisa lililo hai lazima On the tujue. first day, what did God create? Siku ya kwanza Mungu aliumba nini? Heavens and earth. Mbingu na nchi. And the second day, Siku ya pili, the third day, siku ya tatu, hallelujah. haleluya. Chapter 2 verses 1 of Genesis. 31. Genesis chapter 2 verses 1. Genesis Mwanzo. 2:1. Yes. So the earth, So the earth, the sky, the sky, and everything in them were finished. everything in them. Kila kitu kilifanyika. Angels are in heaven. Malaika wako kule juu mbinguni. They are spiritual beings. Ni vile viumbe vya roho. They were created. Wote waliumbwa. God never created Satan, Kwamba Mungu hakuumba shetani, but God created angels. kwamba Mungu aliumba malaika. There is no a place that God created Satan, Hakuna mahali imeandikwa kwa Biblia kwamba Mungu aliumba shetani, and Satan never created anything. kwamba shetani hakuumba chochote, So Satan is not something to fear. kwamba shetani sio kile kitu ambacho unaofia. If Satan never created anything, Kama shetani hakuumba chochote kile, Satan cannot give you fear. kwamba shetani hawezi kukupatia kugofia. Check Hebrews chapter 1. Angalia Hebrews chapter 1 verse 7. Waibrania 1:7. I'm almost finishing. Ni karibu nimalizie. I wanted you to know Nataka ujue how angels are operating jinsi malaika wanafanya kazi inside people. ndani ya wanadamu. Hebrews 1:7. This is what God said about the angels.
Repeat. This is what God said about the angels. This is what God said about angels. Hii ndio kile ambacho Mungu anasema kuhusu malaika. He changes his angels into winds. He changes his angels into wings. Anabadilisha malaika katika mabawa. Wind. Angels. Malaika. Wind. Winds. Upepo. Yani it means, Inamaanisha angels are spiritual beings. They are spirits. kwamba malaika ni vile vitu ambavyo roho, zini roho. He changes them to move as wind. Anabadilisha vitembee kama upepo. Yes, they walk as a wind. Inatembea kama upepo, inabadilika. Can you be able to see wind? Utaweza uona upepo? If you cannot see wind, Kama utaona upepo, even Satan you cannot see, hata shetani hautamuona, because they are spiritual beings. kwa sababu ni vitu vya kiroho. And his servants into flaming fire. And his servants, Na watumishi wake flaming fire. vina miale ya moto. Angels walk with flaming fire. Malaika wanatembea na miale ya moto. If God can open your eyes now, Ikiwa Mungu atakufungua macho yako ya ndani, and you can be able to see angels here, naweza kuona malaika hapa. they are spiritual beings, Ni vile viumbe vya roho, and they are in flaming fire. na pia ziko na miale za moto. Let me tell you, Nataka nikuambie, when Moses died, Musa alipokufa, God used an angel Mungu akatumia malaika to go and cast the devil. ni kwenda kutoa mapepo. Angels Malaika and demons na mapepo are in similar. na wanaenda wakifanana. Hallelujah. They Hallelujah. are in similar Wanaenda wakifanana because they are heavenly beings. kwa sababu vyote ni viumbe vya juu. Read Jude chapter 1 verses 9. Ukisoma Yohana Jude, Yes. mstari mdogo wa 9, The devil started shetani demonstrating the body, anajionyesha the body of Moses. mwili wa Musa, And God decided to send na the angel Mungu akaamua kutuma malaika kule chini to come and face the devil. na kuja kutazama shetani. So demons, Mapepo they have their angels. pia wako na malaika wao, Angels, na malaika they have their commander. pia wako na yule mkomanda wao. The commander of angels Mkuu ya malaika is Michael. ni ule Mikaeli, And the commander of demons na yule mkuu wa mapepo is Satan. ni shetani. So Satan has angels. Shetani ako na malaika, They are called demons. wanaitwa mapepo, Angels have their commander. na pia malaika wako na mkuu wao, And the commander is Michael. na mkuu wa majemedari huyo ni Mikaeli. Read Jude chapter 1 verses 9. Ukisoma Jude chapter 1 mlango ni wa kwanza mstari wa 9. Jude 1:9. Not even the archangel The archangel Michael Michael, did this. repeat, Rudia. Not even the archangel Michael did this. even the archangel Michael did this. Hata yule jemedari Michael alifanya hayo. Michael argued with the devil. Michael came and argued with the devil. Mikaeli jemedari ambaye ni malaika akuja akasema haya, He argued with the devil. na akazozana na shetani. Yes, alizozana na shetani. About who would have the body of Moses. Repeat. About who would have the body of Moses. About who will go and bury the body of Moses. Kuhusu nani atakayeenda
kwenda kuzika mwili wa Musa. The devil wanted the body of Moses to go and bury. Shetani alikuwa anataka mwili wa Musa kwenda kuzika. But the archangel Michael, Lakini Mikaeli also wanted the body of Moses to go and pia bury. yeye alikuwa anataka mwili wa Musa kwenda kuzika. So the angels arch. Wao wakazozana. Satan Shetani wanted the body of Moses, alikuwa anataka mwili wa Musa, but God lakini Mungu wanted the body of Moses. alikuwa anataka mwili wa So Musa. the archangel Kwa hivyo Mikaeli was sent from heaven akatuma kule juu to come and charge with the devil, akakuja so akakozana na yule that he Shetani may not take the body of ili Moses. kwamba sija akachukua mwili wa Musa. Hallelujah. Haleluya! Angels can operate. Malaika wanaweza fanya kazi, Demons can operate. mapepo pia wanaweza fanya kazi. That is why Hiyo ndio sababu when Paul insisted, Paulo anasisitiza, don't give the devil a chance usije ukamwachie Shetani in nafasi your life, ndani ya maisha in yako, your body, ndani ya mwili wako, in your family. ndani ya familia yako, He will finish you. hata kumaliza wewe. So today, Kuanzia leo as a born again Christian, kama Mkristo, stand firm simama wima and know na ujue every place the devil jua can come. kila njia ambayo Shetani ataingilia. So you have to avoid the devil. Lazima ufunge na uzuie Shetani. Hallelujah. Haleluya! You have to avoid the devil. Lazima uzuie Shetani. Let me tell you, Note nikuambie, in Genesis chapter 19, katika Mwanzo mstari wa 19 verses 2 and 1, mstari mdogo wa pili moja, angels operated. malaika wakafanya kazi. Angels do the work. Malaika wakafanya kazi. Even now the angels can do the work. Hata leo hii wanaweza fanya When kazi. I'm preaching, the angels can do the work. Ninapohubiri hivi, malaika wanaweza fanya kazi. So I'm telling you, Nataka nikuambie, all angels operate malaika wanafanya in heavenlies. katika hali ya wanafanya In heavenlies. katika hali ya kiungu. That is why Hiyo ndio sababu the Bible says Biblia we linasema have to resist the devil. lazima Genesis Chapter 19 verses 2. 19:2 chapter 19 verses 2. 1 and 2. Verses 1. That evening That evening, jioni hiyo the two angels came to the city of Sodom. hey, that evening, jioni hiyo what am I trying to tell you? ninajaribu kusema nini? That angels can travel. Shetani wanaweza safiri, Angels can walk. malaika pia wanaweza tembea. The Bible says at that evening, Hiyo jioni hiyo angels traveled to go to Sodom. malaika walitembea wakaenda. When they were going to Sodom and Gomorrah, Walipoenda kule Sodoma, they went to the house of Abraham. wakaenda katika nyumba ya Ibrahimu. Read it. Lisome. Lot was sitting near the city gates and saw them. He got up and went to them. He got up and went to them. He bowed to show respect and said, When the angels were traveling, Malaika walipokuwa wakisafiri, the Bible says they were going to Sodom and Gomorrah. Biblia inasema kwamba walikuwa wanaenda Sodoma na Gomora. When Lot saw them, Na wakati Lut aliwaweza kuwaona, he ran to them. akawakimbilia, He told the angels, akamwambia malaika, ndio Sirs, Sirs, please come to my house. yes, sir. Hallelujah. yes. When Lut, Wakati Lut he saw the angels, alipoona malaika, he said, yes, sir. akasema ndio, Please ndio mkuu, tafadhali come to my house. karibu ndani ya nyumba yangu. So, Kwa hivyo angels can travel to a far distance. malaika wanaweza safiri masafari ya mbali. One angel cannot be here. Malaika anaweza kosa hapa. One angel cannot be here Malaika mmoja hawezi kuwa hapa and he is at Kisumu. na ako tena mwingine, kwamba They are hawaonekani not omniscient. na kwamba tena hawa When they are here, wakiwa hapa they cannot be at Nambale. sorry, hawezi kuwa kule Nambale. When angel is here, Malaika akiwa hapa it is here.
yuko hapa. Even demons, hata mapepo. demons when they are here, Mapepo wakiwa hapa they cannot at Lukoles. hawezi kusema kwako kule They Lukoles. cannot say they are at Mombasa Hawezi sema tuko Mombasa because they are not on pressure. kwa sababu hawaonekani sasa hapa hivi. They are here, Wako hapa, they remain here. watabakia When kuwa they hapa. go out of this place, Na wakitoka hapa they go to another place. wanaenda kwengineko. So what am I trying to tell you? Ninajaribu kuambia ninyi, Don't fear the devil. usimwogope shetani. If he is here, Akiwa hapa you don't know what is happening at Mombasa. haijulikani nini kinatendeka kule Mombasa. Why are you fearing the devil? Ni kwa nini unamwogopa shetani? Hallelujah! Haleluya! Fear the devil. Usije ukamwogope shetani. Don't fear the angels. Usimwogope shetani. Don't fear also the angels. Usiogope hata malaika. Fear only God. Mwogope aliyemuumba. Hallelujah! Haleluya! Hallelujah! Haleluya! Hallelujah! Haleluya! I want to tell you Nataka niwaambie that demons can speak. mapepo wanazungumza. How can the devil can speak? Ni jinsia gani shetani anaweza zungumza? Let me show you in the Bible the way they are speaking. Wacha niwaonyeshe katika Biblia jinsi mapepo wanazungumza. And what I'm preaching you are going to hear. Ni kile ninachohubiri mnaenda kulisikia. And I'm going to show you Naenda kuwafundisha practically. kwa drama kwa kuonekana kabisa. What I'm preaching, Kile ninacho I'm going to show it practically. ninaenda kuonyesha kabisa sasa hivi So that you can kitendeka, hear. ili kwamba ukaelewe. Acts of Apostles 16:16. Matendo ya Mitume 16:16. Matendo ya Mitume 16:16. Acts 16. Did you heard one day the devil says, Bishop, Unajua siku ambayo unajua nyonyi? did you heard? Ulisikia? Did you heard the devil telling me, do you know nyonyi? Ulisikia shetani anasema kwamba unajua nyonyi? The devil said, we traveled from Kakamega. Shetani akasema tulisafiri toka Kakamega. We used nyonyi to come inside. Tulitumia nyonyi kufika hapa. I asked them, where is nyonyi? Nikauliza nyonyi yuko wapi? The devil said, it is outside. Akasema iko kule nje. So demons can speak. Shetani wanaweza zungumza. Demons can talk. Shetani wanaweza ongea. If they can say they used nyonyi to come here, Kama that a man in Luya kwamba is called nyonyi. A man. ndege kwa Kiluya inaitwa nyonyi. That is the day I knew. Hiyo ndio siku niliweza kujua. So the demons can speak. Mapepo nao wanaweza zungumza. Acts 16:16. One day we were going to the place for prayer. Now, one day we were going to the place of prayer. Wakati mmoja tulienda katika chumba cha kusali. And a servant girl met us. And a servant girl met us. Na mtume akakutana nasi. She had a spirit. She had a spirit. Akawa na roho In her that gave her the power to tell. The lady huyo mwanadada who met with Paul, aliyekutana na mtume Paulo, inside her, ndani mwake she had a spirit alikuwa na roho ndani mwake that can tell you your problems. ambaye anaweza sema shida zake. If someone can tell you your problems, Mtu akiweza kuzundua shida zako, that one cannot shake you. hiyo siji katusemesha wewe. If you are firm in foundation. Ukiwa umesimama wima katika okovu. The Bible says that lady, Biblia inasema kwamba huyo mwanadada he had a spirit, alikuwa na roho ndani mwake, and that spirit can speak. na kwamba hiyo roho angelizungumza To tell what will happen in the future. He can tell you what will happen in the future. kwamba angelizungumza na kukuambia kile kilichotendeka kwako baadaye.
He can tell you, she can tell you anaweza kukuambia wewe what you are going to face tomorrow. kile ambacho unaenda kutana kule mbele, And actually it is true. na kwa hakika ni ukweli. But the problem, the spirit that is inside her Lakini shida na ile roho kilicho ndani mwake is an evil spirit. ni roho ya shetani, Not a good spirit. si kwamba roho iliyo njema, Not a holy spirit. si roho mtakatifu, Not the angels. si roho ya malaika. But these ones Hii are evil spirits. ni maroho ya mapepo, They can speak. wanaweza zungumza. What happened? By doing this, By doing this, Kwa kufanya hiki she earned a lot of money for the men who she owned her. brought a profit. haka Faida nyingi kwa watu who are using her. ambao walikuwa wakimtumikia. She started following Paul and the rest of us around. Read 35 verses 35. Soma kipengele 35. See now, 35. Apostle Paul has faced the spirit. Mtume Paulo sasa anakutana na ile roho, He told the spirit, akaambia ile roho, come out, come out of her. toka ndani mwake, And the spirit left. na pepo likamtoka. The girl could not be able to see tomorrow. Msichana angeweza kuona kesho, The girl could not be able to see yesterday. kwamba msichana angeweza kuona kwamba ya jana, Because an evil spirit has come out. kwa sababu ile pepo limemtoka ndani. Here 35. Sikia kipengele 35. 35. Ndio. The next morning, the Roman officials sent some soldiers to take the jailer. The next morning, Asubuhi yake they summoned the soldiers to take Paul inside. wakamwambia maaskari watoe Paulo kule ndani And the gerezani. purpose of taking Paul Sababu ya kumtoa Paulo ndani into prison, ndani ya jela, because he cast the spirit out. kwa sababu walimkemea yule pepo, The spirit cannot see about tomorrow. kwamba roho haiwezi So they decided to put Paul inside. akaweza kumtoa Paulo ndani. 36. 36. Uh-huh. The jailer said to Paul, Uh-huh. the officials have sent these soldiers to let you go free. When they have put Paul inside, Wakati walimweka Paulo ndani, they had fear. wakawa na uoga. What will the people say? Watu watasema nini? Go and bring Paul outside. Mweni mkamtoe Paulo ndani. Paul said no. Paulo akasema pa, We want the whole world to know. tunataka ijulikane ulimwengu kote. Why you put us inside? Ni kwa nini mlituweka ndani? Because I cast in the evil spirit. Kwa sababu nilimkemea yule pepo roho chafu. I want the whole nation to know Ninataka taifa lote lijue that you put us here inside kwamba ninyi mlituweka ndani without a case. bila sababu. 37. 37. Uh-huh. But Paul said to the soldiers, Uh-huh. those officials did not prove that we did anything wrong. We did nothing wrong. Hatukufanya chochote kile kibaya, But they beat us in public and put us in jail. These people beat us. hawa watu walitupiga sisi. So people decided to kill Paul. Watu wakaamua kumpiga Paulo. Casting demons is not a problem. Kukemea mapepo si shida. It will reach a time you will be killed. Itafika mahali kwamba utapigwa. Why are you casting out things? Ni kwa nini unakemea mapepo hapa? Hallelujah. Hallelujah. It will reach a time. Itafika wakati People will be using demons. watu wanatumia mapepo. But if you cast them out, Utakapotumkemea wao nje, you will be taken into the prison. wewe utashikwa na kufungwa gerezani. So I'm telling you today, Nataka niwaambie leo, if you are firm in the foundation, ukiwa umesimama ndani ya wokovu, don't fear witchcraft. usimwogope uchawi. Don't fear doctors. Usiogope wale waganga. Don't fear demons. Usiogope mapepo. They cannot do anything to you. Hawatawafanya chochote ndani ya maisha And yako. they cannot win. Hawataweza kushinda. Because we are winners. Kwa sababu sisi tu washindi. Yes. Hold the leg of your neighbor. Shika mguze mguu wa jirani yako. Touch him the head.
shika kichwa yake, touch him the head, shika kichwa yake, because I see you sleep. kwa sababu ninaona analala. Watu hawakufurahia na Paulo. Even today many people will not be happy with me here. Hata leo hii watu watafurahia na mimi hapa, Because if it reaches time for deliverance, kwa sababu itakapofika wakati wa ukombozi, I have to command your things to come out. lazima nikemee wale watu wako ambao umeweka watoke ndani, And they will come out. na kwa kweli watatoka. The demon cannot stay where there is power of God. Mapepo watakaa ndani pale mahali ambapo kuna nguvu za Mungu. Hallelujah. Haleluya. Now let me finish. Wacha nimalizie. Acts of Apostles 19, Mtume wa Paulo, verses Matendo ya 11. Mitume Verses 11. 19:11. 19 mstari mdogo wa 11. Hey. Matendo ya Mitume Inasemaje? 19:11. God used Paul to do some very special miracles. God used Paul to do for some special. Mungu akamtumia Paulo afanya miujiza tofauti. When we reach to special miracles, Ikifika miujiza speciali, when I'm talking about special miracles, zile miujiza speciali you can see it happening here. unaona zikifanyika hapa hivi sasa. Hallelujah. Haleluya. Two, La pili, I'm talking about special miracles. na nimefundisha kuhusu miujiza speciali, And that is the miracles that I'm going to perform it here. hiyo ndio miujiza ambayo Mungu anaenda kufanyika hapa, Because Christ have to fulfill the kwa work. sababu Kristo lazima aitimize, Because he is the fulfillment of kwa the sababu yeye ndiye atahakikisha. Yes. Verses 12. Verses 12. Some people carried away handkerchiefs Some people carried out handkerchiefs. Watu wengine wakabeba vitambaa. Those are special miracles. Hizo ni miujiza speciali. People were given handkerchiefs. Watu wakapewa vitambaa. Your child is sick. Mtoto wako ni mgonjwa. Do you believe in Jesus? Unaamini kwa Kristo Yesu? Take this handkerchief. Chukua kitambaa hiki And go put on her. yenda ukamweke Mungu, You will be. hatapona kwa jina la Yesu. Those are special miracles. Hizo ni miujiza speciali. Yes. and clothes that Paul had used and put them on those who were sick. Even the clothes. Hata mavazi, He used the cloth. akatumia vazi. It was not prayer. Haikuwa ni maombi. Those are special. Hizo ni miujiza speciali. Can you be able to give a cloth Unaweza toa vazi lako to someone to be healed? patiana vazi lako kwa For what? mgonjwa na kapone. It is because Ni kwa sababu Paul preached Paulo alihubiri about the authority and power that Jesus has. kuhusu makuu na miujiza na nguvu ambayo Mungu aliyo ndani mwake. When people believed, Wakati watu waliamini, he gave them handkerchiefs. akawapatia vitambaa, He gave them clothes. akawapatia mavazi, And people were healed. na watu wakapona. Those are special. Hizo ni speciali, miujiza ya kipekee. Even you today, Hata na leo wewe you can get your special miracle. unaweza pata miujiza yako And speciali, it happens in the mighty name of Jesus. na inafanyika katika. Yes. Let's continue by saying, the sick people. Okay, 13. Some Jews also were traveling around, forcing evil spirits out of people. Repeat. Rudia. Some Jews Some Jews also were traveling around, also, Pia wao walikuwa na safiri, they were hearing Paul say, wakawa nasikia Satan, who are you? Shetani ndiye jina nani? Come out. Toka. They heard Paul speaking like that. Walisikia Paulo akikemea We mapepo. command you in the name of Jesus Christ. Na kukemea kwa jina la Yesu Kristo. Come out. Toka. So the Bible says some Jews. Some Jews Wayahudi were traveling all around, wakawa wanasafiri, wakaona following Paul wakifata Paulo, to hear kusikia how the demons are respecting Paul. jinsi mapepo wanamtii Paulo. They also say, let us go this way. Pia nasi twende kule, We can do this one. pia tunaweza fanya hii kazi. Yes. Yeah.
around forcing evil spirits out of people. The 7 sons of Sceva, one of the leading priests, were doing this. The sons of Sceva, wana wa Sceva they also say, let us go this way. wakasema pia wacha nasi twende huko. We can also command demons to come out of Pia us. sisi tunazamea mapepo, toka, Come out. toka. Then what happened? Wale ni nini kilifanyika? Yes. Verses 15. Yes, 15. But one time an evil spirit said to these Jews, Now, because the evil spirits can speak, Kwa sababu mapepo wanazosikia, wanazaongea, they said, you wakasema wewe are also commanding us to come out. pia wewe unatukemea tutoke ndani. You Hata wewe who had demons asking Grace here. hata wewe Grace asked demons. Grace anauliza mapepo. Do you know also English? Unajua pia mama Kiingereza? They said Wanasema wewe unataka tujongoje kwa barabara? They asked. Wakamuuliza. They asked what? Yes, I know Jesus. We know Jesus. namjua Kristo. This man called Jesus that you are speaking. Namjua huyu Yesu. We know Jesus. Pia nasi twamjua Yesu. Demons are saying we know Jesus. Mapepo wanasema wanamjua Yesu. We know him. Tunamjua yeye. And I know about Paul. Even Paul, we know about him. Hata Paulo huyo tunamjua kumuhusu. We know him. Tunamjua vizuri. We respect him because we know him. Tunamheshimu kwa sababu tunamjua. And this Jesus, we know him. Hata huyu Yesu tunamjua. But who are you? Na wewe ni nani? Who are you? Na wewe ni nani? Telling us to come out. Unayetuambia toka nje. Wewe ni nani? Yes. 16. 16. Then the man who had the evil spirit inside him jumped on these Jews. The man who had evil spirit. Yule jamaa aliyokuwa na mapepo. Jumped on these Jews. He jumped to the Akawarukia Wayahudi hao. Mnatakaje? Mnataka nini? Mnataka Mungu? Sasa mnataka boxi? Yes. He was much stronger than all of them. He was what? He was much stronger than all of He them. was much stronger than all of them. Alikuwa na nguvu zaidi ya wote waliokuwa pale. Ukiona mtu amepagawa hapa, if somebody has been powered in the powers of the evil spirit. yes, and he can run all over with 6 people. Na anaweza kimbia na watu zaidi wa 6. Don't say these people does not have energy. Bila kusema kwamba ati huyo mtu mtasema huyo mtu hana nguvu. At this group, Ati kundi hili they don't have energy. hawana nguvu. That person, Huyo mtu huyo is more powerful amekuwa na nguvu zaidi because he has 167. kwa sababu amebeba mapepo 100 na zaidi. 167 versus 6 people. 127 mapepo. What will happen? Ni nini kitafanyika? So don't allow the devil to attack you. Usije ukamuzuia kumwachia shetani akakugusa. Stand up. Simama.